Mpenzi mtazamaji wa Mbagala Online TV, sisi kama ilivyo ada tunazungumza michezo. Yale yote yaliyojiri katika michezo sisi hatuchoki kukuhabarisha. Lakini pia baada ya kumaliza kuangalia hii video, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata zile notification za habari zote tunazozipandisha, uwe wa kwanza kupata updates. Ifahamike kwamba sasa hivi vilabu vya soka au mchezo wa soka katika mataifa mbalimbali katika ligi kuu zimetamatika, zimefikia ukingoni. Kwa mfano tukizungumzia kama ligi kuu ya Uingereza, tayari Liverpool ameshachukua ubingwa. Ligi kuu ya Spain, Barcelona ameshatangaza ubingwa. Lakini pia tukirudi katika ligi zetu za hapa ndani, ligi kuu ya NBC takriban kila timu imebakiza mechi 2 mkononi kuweza kukamilisha au kutamatisha ligi hii ya NBC. Lakini sasa kitu kikubwa ambacho sisi tutakiangazia, ambacho kina trend sana mitandaoni, sisi wapenzi wa michezo, ni michuano ya vilabu vya dunia, au tunaweza kuita FIFA Club World Cup, michuano ya dunia ya vilabu, tunaweza tukasema hivyo. Sasa leo kitu kikubwa ambacho sisi tutakiangazia ni vilabu kutoka ukanda wa Afrika ambavyo vilishawahi kufanya vizuri katika miaka kadhaa katika hii michuano ya vilabu vya dunia huko. Klabu ya kwanza kabisa ni TP Mazembe. Hawa TP Mazembe 2010 walikuwa na kikosi moja bora sana. Kama utakuwa mfuatiliaji mzuri wa michezo, walikuwa na mchezaji wa kina Vincent Mputu. Katika wachezaji ambao wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika bara letu hili la Afrika ni huyu jamaa. Ukizungumzia soka la Afrika huwezi kukosa kumtaja huyu Vincent Mputu. Huyu nakumbuka kipindi kile cha Arsene Wenger alifanikiwa kufanya trial pale Arsenal. Kwa msimu ule 2010 alikuwa na kikosi imara, na msimu ambao ule walifanikiwa kuchukua taji la klabu bingwa Afrika na moja kwa moja kujikatia tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya FIFA Club World Cup. Kwa msimu ule wao walifanya vizuri kwa sababu walifanikiwa kufika moja kwa moja katika hatua ya finali na wakaenda kutolewa na Inter Milan. Lakini walikuwa wanatolewa na Inter Milan ya namna gani? Walikuwa wanatolewa na timu ambayo kipindi iko well organized, iko well compact. Inter Milan ya kina Samuel Eto'o kutoka pale Cameroon. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya klabu ambayo kilifanikiwa kutoka ukanda wa Afrika ama bara la Afrika kufanya vizuri katika michuano inayoendelea saizi huko nchini USA. Lakini klabu ya pili ni Raja Casablanca kutoka pale Morocco. Hawa ni maasimu katika mji wa Casablanca pale nchini Morocco, ambao maasimu wake wakubwa ni Wydad Athletic Club. Hawa wao walicheza finali mnamo mwaka 2013 dhidi ya wekundu kutoka pale Ujerumani, Bayern Munich. Mchezo wa finali walijitahidi kwa kiasi kikubwa, lakini walifanikiwa kumaliza nafasi ya pili kwa sababu kwenye finali walipoteza kwa mabao 2-0. Lakini klabu ya tatu ni Al Ahly kutoka pale nchini Misri. Hawa kwa takriban misimu mitatu ambayo wameshiriki wamefanikiwa kumaliza nafasi ya tatu, yani kwamba baada ya kushindwa kufuzu kwenda hatua ya final and then wakaishia nusu finali, kuna mechi ya kutafuta bingwa wa tatu. Hawa walicheza walicheza ile mechi ya kutafuta bingwa wa tatu katika msimu wa 2006 2021, lakini pia katika msimu wa 2023. Lakini mpaka leo hii tunaona bado wapo wanaendelea kudominate kwa namna moja ama nyingine. Na timu ya 4 ambayo imefanya vizuri katika michuano hii ni Etoile du Sahel. Hii timu kutokana na changamoto ya kiuchumi, tunajua mpira unahitaji endorsement ya uwekezaji wa fedha na nini. Hii klabu ilifanya vizuri miaka fulani katika soka la pale nchini Tunisia. Mnamo mwaka 2007 ilifanikiwa kumaliza nafasi ya 4. Baada ya kucheza ile nafasi ya kutafuta bingwa wa tatu, aliweza kupoteza kwa mabao 2-0, akafanikiwa kumaliza katika nafasi ya 4 katika huo mwaka 2007. Ifahamike kwanza mpaka sasa michuano hii bado inaendelea na timu zote katika hatua ya kwanza ya group stage ya final 1, match day 1 zimeshachezwa tayari. Kwa Afrika safari tumewakilishwa na Al Ahly, tumewakilishwa na Mamelodi Sundowns, tumewakilishwa na Esperance de Tunis, lakini pia tumewakilishwa na Wydad. Lakini ni mmoja tu ambaye mpaka sasa katika mechi za awali amefanikiwa kuibuka na ushindi, tunaweza kusema bao la Afrika. Ni Mamelodi Sundowns ambao mchezo wao ulikuwa unachezwa pale jana na timu kutoka Ulsan HD, ambayo timu inatokea Korea, imeanzishwa mwaka 1893. Wengi wanaweza wakaanza kuibeza, wamecheza labda leo Wydad alikuwa na mchezo na Man City, wengine wanaweza kusema
Esperance alikuwa na mchezo na wale mabingwa kule Brazil, Flamengo. Labda tunaweza kusema Al Ahly amecheza na timu inayofanya vizuri pale Marekani, Inter Miami. Lakini tufahamu kwamba mpaka timu inashiriki katika ile michuano, ina maana katika ukanda wa bara husika ni timu ambayo inafanya vizuri, ina dominate mpira. Ina maana kuna vigezo ambao FIFA ameviangalia, statistic details ambazo FIFA ameziangalia wakaona klabu imeshiriki pale. Kwa hiyo Mamelodi wameshinda na ametuwakilisha Afrika, na tutambue kwamba kule FIFA kuna mkwanja mnono sana. Kama nitakuwa sijakosea, kwa kila mechi utakuwa umeshinda katika hii hatua ya group stage, ni takriban kitita cha bilioni 5.2 za Kitanzania ambazo timu inaweza kuvuna. Lakini pia ukifanikiwa kupata sare ni takriban bilioni 2.6 unaweza kuvuna. Kwa hiyo Al Ahly kupata sare amevuna kitita kirefu cha fedha, lakini pia Mamelodi Sundowns jana kupata ushindi amevuna kitita kikubwa cha fedha. Pia kushiriki ile kwamba tu umeshashiriki kwenda kwenye maandalizi, kuna kiasi kikubwa pale cha fedha ambacho CAF inakuwa inakupatia kwa ajili ya maandalizi, takriban kama bilioni 72 za Kitanzania. Kwa hiyo hii tunaposikia Al Ahly amewekeza kikosi cha bilioni 67, tuzishangae hawa wanakuwa na endorsement ya miaka baadaye wanaposhiriki katika michuano kama hii, ili mradi kuweza kufanya vizuri. Sasa wewe mdau, wewe mtazamaji, una maoni gani? Una nini cha kushauri vilabu vyetu vya Afrika kuelekea katika michuano hii next time wanapopata nafasi? Lakini pia tutarajie huenda siku moja katika vilabu vitu vikubwa hapa barani Afrika, ukanda huu wa Afrika Mashariki, Simba na Yanga huenda vikashiriki, vikipata nafasi vitafanya nini? Unaweza kwa comment hapo, then mimi nitapita na comment yako.